Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kwani kiusamini kila mara kwa kuendelea kufuata vilivyo na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24 ambayo inakupa habari zenye uhakika na zilizochunguzwa. Habari zetu zitaanzia na huko Kavimvira ambako watu wawili ndio wameuawa kwa kupigwa risasi na majambazi ambao bado kujulikana weekend iliyopita ya tarehe 4 Aprili 2026 katika manispa Kavimvira mjini Uvira, kitendo ambacho kimelaaniwa zaidi na umalida wa kijamii eneo hilo. Taarifa tunazoni kwamba tukio hizo mbili mbaya zimeripotiwa katika eneo tofauti katika mji huo wa Uvira. Kwa mwanasheria Chako Changbon Ane ameonyesha hapa vitendo hivyo namna vilivyokuwa. Kuna mama mmoja ambaye ameingiliwa nyumbani mwake na kupigwa masasi na kuuawa. Mama akitakiwa kwamba ni mchawi. Uvira ngambo ya Kirumoni, hiyo usiku wa kucha jana. Na kuna mwingine ambaye ameibiwa. Kisha kuibiwa ni mwanaume ameibiwa, ndio akapigwa masasi naye pia akakufa hapo. Hiyo ni usiku pia wa kucha jana, siku ya Mungu. Mtangazaji, huku kwetu Uvira kuuawa kwa ajili ya uchawi iko jambo la kushtua, kwa sababu watu wanashtakiwa kuwa walozi na ni mambo ya kushakiana, ni mambo ambayo hayana presidenta moja. Ndio maana utagundua na mimi kwamba ni kitendo cha vita cha kuondane, kwa kuwa mtu tu anaketi nyumbani na piga masasi hivi ni mchawi na mambo haieleweki. Mtangazaji, kukomeshwa kwa yale mambo ni watu waelewe kwamba mchawi mpaka sasa serikali ya Kongo hayakuwa na presa ya uchawi. Ya pili, kama mtu namchekea kwa mchawi, yeye basi mbele ya serikali na haina presa. Hatu Kameruni ambapo kuna watu ni wachawi, lakini serikali ya Kongo haijui uchawi na haijui uchawi, na ukiyepitia mtu kama ni mchawi, sheria inapaswa kufunga wewe mwenye kuyepitia mtu kama ni mchawi. Aiza kuhusu mwanaume huyo pia aliyeuawa, mwanasheria Chako Changbon Ane ameonyesha kuwa marehemu amefia nyumbani kwake baada ya kupigwa risasi na majambazi. Mkaaji wa kata la Kavimvira ambaye kisha kumaliza makazi yake ya mikono, hiyo ni mfanyabiashara, ameondoka kwenye kazi akimaliza basi siku ya posho, na usiku wa kucha jana siku ya Mungu na kapigwa masasi. Elewa kwamba haiko tu moja mbili. Uvira leo watu wanakufa wengi kupitia masasi, kwa kuwa le dernier cas ya conseil ya sécurité élargie ambao tumekuwa ndani iliyopita wamefanya ita kwamba kuna watu 6 ambao wameuawa na masasi na mtu mmoja ambaye amekufa kwa maji. Kwa hiyo Uvira leo hapa kufa na masasi ni kama vile maji ya kunywa, ni kama vile pikipiki zinazopita ndani ya barabara. Watu wanakufa wengi na masasi. Tangu kiukweli hali irudi kuwa shwari kwa Uvira hapa, tangu serikali kamate wajibu wake hapa huko. Kwa nini service ya security pamoja na autorite urbaine hawajavalia njuga hilo swala? Kweli kwamba kuswala kuvalia tatizo hilo njuga, wa viongozi wa serikali wote tofauti wanavalia hilo swala kabisa kifanyia kazi. Tumeshuhudia katika Uvira patrui ya wazalendo, patrui ya raia, patrui ama balarondo, patrui ya FRDC imerudia na mekanisme za usalama zimekuwa double, kama vile rondo imerudia, patrui mix imerudia, polisi imerudia fanya kazi kuna mchana, na kae pia za menasi zinarudia kabisa kwa nguvu kubwa sana. Ingawa hiyo, lakini mpaka sasa recrudescence ya insecurity iko mingi katika mji wa Uvira. Utaelewa mtangazaji kwamba mtu mmoja kutoka katika mji ni kitu kutisha, na kinaomba watu wa viongozi kukamatia swala njuga, sababu haiwezekani mtu aondoke maisha hivi tu. Swala ambalo linaomba kila mtu kuamka na kulifanyia kazi sawa na uwezo wake anaokuwa nao. Hivyo anaserviwa kuingia na kutoka, unaye anadenonse watu wabaya, unaye anahukumu. Nikwambie kwamba kuna hata pia juge magistrat wa parquet anaitwa Jacques, naye pia amesitishwa kwa masasi kwenye biro la polisi.
Na huko Kale ni kwamba uongozi wa vijana wasomi pa Kale umesema kupitia kiongozi wake ya kwamba ni vema viongozi wa serikali na mashirika ya kiutu kuajia na msaada wa wahamiaji wa ndani ambao wamekimbia machafuko ya kivita kwenye vijiji mbalimbali vya eneo hilo. Akiwa kwenye mahojiano na TV yako Patrick Lulioshi, kiongozi wa vijana wasomi pa Kale ameanza kuonyesha hali ya mashambulizi ilivyo kwa sasa kati ya jeshi la taifa FARDC na waasi wa M23 kwenye nyanda za juu tarafani Kale. Ni leo siku ya Mungu tariki 5 mwezi wa 4 ambako mashambulizi ilionekana katika ho plateau ya groupement ya Mingi Asili na Mubuku munamo nafasi ziitwazo Lumbishi, Shanje, Chambombo, Luzirantaka, Numbi, Igali, Bishaka, Mamiwijwi ambako FARDC na wazalendo waliweza kabisa kuwakimbiza hao waasi wa M23 ambao wanasapotiwa na RDF. Hizo affrontements ziliweza kuanza tangu leo asubuhi 4h du matin ambako armée régulière yetu ya FARDC iliweza kuwakimbiza hao wanamgambo katika nafasi itwayo Nkomboke, Bogamanda, Katasomwa na nafasi zingine. Wakimbizi kama vile population waliweza kukimbilia katika village ya Chofi, Luzira, Kasheke ambako kwa leo wanaishi nje, hawana cha kujifunika. Kumbuke kama siku za leo ni mvua kali ziko. Tunaomba kwa viongozi. Na huko Butembo ni kwamba ni watu 6 ndio wamesadikika kupoteza maisha kwa muda wa miezi miwili, yani Januari na Februari 2026 katika manispa ya Bulengera mjini Butembo, jimboni Kivu ya Kaskazini. Shirika la raia eneo hilo laomba kwa viongozi kupata suluhu haraka juu ya hali hiyo. Akiwa mbele ya vyombo vya habari, mwenyekiti wa shirika la raia katika manispa hiyo ya Bulengera, Bwana John Paluku Kameta, amekemea kwa hali ya juu zaidi vitendo hivyo ambavyo kwa mujibu wake wengi ni raia wasio na hatia kama alivyoeleza. Vile ya komini ya Bulengera imeweza kufanya bila ya miezi 3 kuanza janvier, fevrier mpaka mwezi wa 3 2026. Tumeweza kupata watu wawili ambao walipoteza maisha kupitia ile ambayo tunataya ya justice populaire. Mtu wa kwanza aliweza kupoteza maisha kunako quartier Kamisi Mbonzo, wa pili ilikuwa mkartie Mukuna. Tunapresize ke alikuwa malade mentale, alikuwa mgonjwa wa kichwa. Mtu wa tatu ambaye aliweza kupoteza maisha ilikuwa mkartie Mutiri. Mabandia waliweza kumfuata na iko natoka muvile, wakampika masasi akafariki, wakabeba vile na moto yake mark bodaboda. Fe ya tatu ni couple ambayo iliweza kupoteza maisha kunako quartier Wayene, na ni erosion ambayo iliweza kuangukia kunyumba. Malheureusement baba na mama wakaweza kupoteza maisha mwa ile fe. Kitu ya fe ya tatu ni mama ambayo aliweza kukatwa kichwa kunako quartier Wayene plutôt Kamisi Mbonzo, parce que walikuwa na msuspecte kuwa mtu ambaye anaitika kuwa mlozi. Ni mambo ambayo tunashutumu kama shirika la raia, na kwa hiyo tunaita waongozi waweze kuwa na ile tabia ya kutembelea wakaaji, kuongea na wa leader communautaire, kuongea na wakubwa wa makanisa, kusudi wakati kunakuwa jambo fulani hao watu waweze kuambia mbele ya wakati, kutia ile ambayo tunataya mekanisme ya alerte communautaire, c'est-à-dire wakati kunakuwa shida population na inaweza kuwa na njia ya kupandisha sauti na kufika kwa wakubwa mbele ya muda. Kitu ya tatu ambao tunaomba, tunaita waongozi waweze kufanya ile ambao tunataya maangete, kusudi waweze kutuambia ni watu gani ambao walifanya hizo madega ambazo tumeweza kuwaregistre hapa yulu, na ili fois wanakamatwa waweze kupelekwa mbele ya mahakama. Kitu ya tatu tunaita wa leader kuweza kufanya ile ambao tunataya sensibilisation ya wakaaji contre justice populaire, parce que hiyo justice populaire inashutumiwa na sheria ya Kongo. Lakini tuweze kupresize kama mwezi wa 3 iliweza kuisha bila maisida kubwa. Kwa hiyo tunaita waongozi waweze kumaintenir hiyo ela ikaendelea vile. Tunawaza kama tutaweza kumaliza mwaka ya 2026 hali ikiwa vizuri kunako komine yetu ya Bulengera.
Na huko Lubonja ni kwamba uongozi wa shirika la uchukuzi wa watu pamoja na mizigo ACPTM Baraka Fizi limepongeza vitengo vya usalama kwa juhudi zao ili kuokoa mwanamemba wao ambao alikuwa amepelekwa sehemu isiyojulikana na watu wenye kushikilia silaha. Akiwa kwenye mazungumzo na TV yako, Bwana Juma Rashidi Francisco, coordinator wa shirika la uchukuzi la ACPTM, amesema wanamemba wao waliweza kutolewa mikononi mwa majambazi kutokana na juhudi za vyombo vya usalama. Juma Rashidi anaonyesha hapa namna tukio lilivyotokea. Walikuwa kwenye kazi ya uendeshaji wa pikipiki na aliweza kukutana na watu fulani waliweza kuwabeba poreni. Maabiria ambao walikuwa nao walikuwa wanawatoa Baraka kwenda Misisi kama vile kawaida yake, na ndipo hapo alivyopata hiyo kisanga. Kwa sasa hivi bahati ya Mungu nafikiria service ya security iliingilia kati na waliweza kupatikana kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi anapatikana Misisi kwa sababu walikuwa wakibebewa kwenye pori ile ya Lubonja. Walivyobebewa kwenye ile pori, bahati nzuri hawakuchukua mapikipiki. Walivyoacha mapikipiki pale walipoweza kuwachukua na wakawabeba sehemu ambao walipenda wenyewe. Pikipiki zote zilikuwepo pale, na baada ya wenyewe kurudishiwa tena sehemu ambao waliweza kuchukuliwa, waliweza kurudi mpaka Misisi na wakaingia tena kwenye shughuli zao, na ni baada ya serikali kufanya kazi ngumu na kuweza kwenda kuwagundua sehemu walipo, waliweza kufanya maishange na wale ambao walikuwa wakiwabeba, na kwa sasa hivi ndugu yetu ama kiongozi mwenzetu iko huru kabisa. Sisi tunashukuru kwanza viongozi vya usalama ama vitengo vya usalama kwa kazi ama juhudi ambao waliweza kuifanya, kwa sababu haikuwa jambo rahisi, na tunawaomba vile vile waendelee kuwa na moyo kama na ule, na waendelee kudumisha sana security katika tarafa letu la Fizi na mji wa Baraka, hususan sana kuweza kusekirize wa transporter, kwa sababu wahanga kwa sasa hivi ni wa transporter, maana wanabeba watu wa kila aina, hawatujua kwamba huyu ni mtu gani na huyu ni mtu gani. Mbele ya wenyewe kuwabeba wale watu, si vizuri kuweza kukagua watu ambao wajui, kwa sababu kwa sasa hivi ukipenda kukagua mtu fulani, huenda labda anaweza kukufunga, vile vile hata anaweza kutishia maisha. Upande mwingine, Juma Rashidi Francisco amewataka waendesha pikipiki kuwa makini katika kipindi hichi tulimo. Tunaweza kuomba tu vyombo vya kiserikali viweze kuchukua hatua ya kuweza kukagua na kuangalia nini ambacho wale waendeshaji mapikipiki ama waendeshaji magari wanabeba, na wakiona mtu ambao labda anaweza kuwa suspect, wanaweza kumfunga ama wanaweza kumwarete mentalement kwa kuweza kuchunguza kama kweli mtu ni mtu wa aina gani. Kama wanakutanisha kweli na tatizo, wanaweza kumfunga. Wale watu waliweza kukimbia kwa sababu haikuwa rahisi. Unajua watu ambao wanashikilia silaha kuweza kuwabana kihivi sio jambo rahisi. Walivyoweza kuwafata majeshi ya kiserikali, walianza kuechange nao tir de balle, na wakati walianza kuechange nao vile, wenyewe walikimbia baada ya kuona mtoto na kuwa mkubwa wa kiserikali, na baada ya wenyewe kukimbia, serikali iliweza kusema kwamba walengo ambao tulikuwa tukifuata tumeshawapata, basi turudie ili waweze kurekipere sehemu zao ambao wanatoka, kwa sababu wakati huu ni wakati mgumu sana. Mimi naweza kuwaambia madereva wote ya kwamba kabla ya kubeba mtu yoyote ni lazima kwanza unamchunguza, na baada ya kumchunguza mtu ule pia unaweza kujulisha hata wenzako ambao labda uwaga mnaenda nao kwenye course au uwaga mnatumika nao kwamba mimi nimebeba watu wa aina fulani, na baada ya kuweza kuchunguza hivyo inaweza pia vile vile kusaidia, kwa sababu ukipata matatizo fulani ukiwa barabarani, wale ambao waliona wale waabiria wako wanaweza wakasema kwamba tuliona fulani alikuwa anabeba watu wa aina fulani, na hiyo inaweza ikasaidia sana kwa kuweza kufanya upelelezi, kwa kuweza kujua vile vile wanani ambao umekwenda nao na ambao umefikia vile vile kupata matatizo. Kwa hiyo naweza kulomba sana wa transporter kuatiria hapo vigilance barabarani.
Na tukiwa katika mji wa Baraka ni kwamba kila ifikapo tarehe 6 Aprili ya kila mwaka nchi ya DRC husherehekea sikukuu ya kumbukizi ya kufa kwa Simon Kimbangu, ambako waumini wa kanisa la Kimbangu pa Baraka wameadhimisha kumbukumbu hiyo ikiwa ni ishara ya mapambano na harakati za kupigania utu na mwamko wa dhamira ya Kiafrika. Akizungumza na TV yako kwenye sherehe hizo, Bwana Ramadhani Kalenga Dona, mwanzilishi wa kanisa hilo katika mji wa Baraka, ameanza kwanza kuonyesha lengo la kusherehekea siku hiyo, huku akiongeza kuwa Simon Kimbangu ni baadhi ya watu waliopigania uhuru wa DRC na Afrika kwa ujumla, na pia aliahidi siku moja wazungu watakuwa weusi na weusi watakuwa wazungu. Kwa siku ya leo tunashiriki sie bote hapa kwa kanisa juu tuko na sikukuu kubwa. Sikukuu ya leo ni sikukuu yenye inatuonesha siku yenye Baba Simon Kimbangu kuanza mwaka wa 1921 alianzaka kazi yake juu ya kuja kuokoa mtu mweusi, na ndio maana sie bote tuko hapa kwa shambra ya hii sikukuu ya leo. Yenye tunaweza ambia watu ni kusema kuanzia mwaka wa 2021 rais wa nchi yetu ya Kongo Mheshimiwa Bwana Felix Tshisekedi, wakati alikuwaka Nkamba ku Yerusalemu, ndio siku yenye alisemaka akasema kuanzia leo sikukuu hii inakuwa sikukuu ya kitaifa, yani fete nationale, na akasema ile siku inakuwa journée yenye iko ferie chômé et payé. Yani tunaweza ambia watu wote wa Kongomani hata vile na watu wa nchi zingine kusema siku ya leo ni sikukuu yetu sie bote, sababu ni siku ya leo njo Baba Simon Kimbangu alilamusha mtu mweusi kwa yeye kufikia kuomba uhuru au independence yenye tulipata mwinchi zote za Afrika. Zamani ilikuwa sikukuu tu ya kipekee ya kanisa, lakini kwa siku ya leo ishakuwa sikukuu vile ya kiserikali. Yaani katika siku ya leo wakubwa wa serikali tuishaanza kuwa tunasherehekea pamoja nao, na sie Bakimbangise vile tunakuyaka hapa kuja kumsifu Mungu, tunakujaka hapa kuja kumwimbia na kutumika kazi kubwa, na kama watu wa serikali wako vile nao wanakuyaka juu ya kuja kusifu kazi kubwa ambayo Baba Simon Kimbangu alitenda juu ya kuokoa mtu mweusi. Tukiacha kikanisa, Baba Simon Kimbangu yeye ndiye mtu mwenye alipigania uhuru ya Kongo. Kama vile wazungu walikujaka huko kwetu wakakuja kutukolonize, lakini wakati Baba Simon Kimbangu alikujaka akasema kutariki 12 za mwezi wa 10 akaonesha batu kumbanza sada, akasema mzungu atakuwa mweusi na mweusi atakuwa mzungu. Yaani ni kupenda kusema ile makazi yote yenye bazungu walikuwa banatumika ni watu weusi watabakia wako wanatumika ile makazi. Na ni kuanzia zile tariki 10 za mwezi wa 9 mwaka 1921 ndio pale watu weusi walianza kulamuka vile juu ya kuja kuomba uhuru. Yaani tunaweza sema Baba Simon Kimbangu sa vile ba grand professeur walisemaka université balimuita ile le père des indépendances des États africains. Juu ya nini? Alionekana ku inchi zaidi ya 40 juu ya kuenda kutetelea juu ya uhuru ya mutu mweusi. Katika hali ya kimani, kisha kusoma maandiko matakatifu, tunapokea jambo hili kusema ule mwokozi mkubwa ambao nabii Isaya sema katika kitabu chake sura yake ya 19 kusema aseme Mungu atachagulia watu wa Misri nabii mkuu, ndio Baba Simon Kimbangu mwenye alikuja juu ya kuokoa mtu mweusi. Siège yake international ni Pankamba Yerusalemu. Nkamba iko wapi? Nkamba iko mu province ya leo ya Kongo Central, mu territoire ya Mbazangungu kule ku sektere ya Nzundu, njo kwenye Nkamba iko, na njo pale njo kwenye siège international ya Eglise Kimbangiste inapatikana. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.